السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sallallahu alaihi wasallam ne Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja kwa kueleza sifa ya muamini mkweli alisema, muaminio ni yule ambaye anapenda kitu chochote kwa ajili yake, kitu kile anapenda kwa ajili ya nduguye pia. Huu ni mwelekeo na mwongozo ambao duniani kote, kuanzia nyumbani mpaka katika uhusiano wa dunia nzima, mwongozo huu unaweka msingi wa mapenzi na upendo na unafuta ikhtilafu na inaunganisha mioyo. Vile vile mwongozo huu unakumbusha kuhusu kutekeleza haki za wengine. Nimeshawahi kueleza jambo hili mbele ya wale wasiokuwa Waislamu, na kwa kusikia mwongozo huu waliathirika sana. Lakini lengo letu si hili tu kwamba kwa kueleza mafundisho haya mazuri tulete athari nzuri juu ya watu wengine, bali sisi tunatakiwa kwa vitendo vyetu na kwa amali zetu tuthibitishe mwongozo huu kwa vitendo vyetu. Wasiokuwa Waislamu wanaweza kutuuliza kwamba mafundisho haya ni mazuri, lakini tuambieni wangapi ambao wanafuata mafundisho haya? Wakati watu wanahitaji msaada, wakati ule wanatoa msaada. Hazuru anasema uzuri wa mafundisho yanajulikana wakati anayesema anafuata mafundisho yale. Na watu watajua sifa zetu kushinda wengine wakati kauli yetu na amali yetu italingana. Na watu hawaridhiki kwa maoni yetu tu, bali wao wanashuhudia, wanachunguza amali zetu. Katika safari yangu ya Germany niliswalisha Ijumaa. Katika Ijumaa yangu ya mwisho kule nilieleza kwamba wakati wa ufunguzi wa msikiti katika Germany, district commissioner wa eneo lile alileta shutuma hii kwamba nyinyi kwa sababu ya kutokupeana wanawake mnaonyesha kitendo ambacho si kizuri. Nilimjibu, na baadaye mtu mmoja alipotoa maoni yake alisema kwamba jambo hili ni sahihi, kwamba kila mmoja ana uhuru na yoyote anaambiwa
na dini yake, yeye ana haki ya kufuata mafundisho ya dini yake, मुल्क का जबकि या आवाम का उससे नुकसान भी ना हो रहा हो या आवाम na hasusan wakati ule watu na nchi haipati hasara kwa sababu ya mafundisho yale. Akasema हकीकत तो तब पता चलेगी jambo hili limeelezwa na halifa, lakini uhakika wake tutajua wakati vijana wa jumuiya pia watafuata amri hii ya Islam, au wengi wa Ahmadiyya wataanza kufuata amri hii ya Islam. Hazur anasema kwamba wakati sisi tunapozungumza kuhusu hulka njema kwa kupitia Qur'ani tukufu, katika hali hii wale wasikuwa Waislamu wanatuchunguza kwamba hawa je wanafuata amri hii ya Mwenyezi Mungu इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता au la. Hazur anasema hakuna yeyote anayeweza kukataa amri hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza sifa hii ya maaminio. Hakuna yeyote anayeweza kukataa sifa hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nyinyi mtakuwa waaminio kweli wakati hulka zenu pia zitakuwa njema, na mtakuwa wa kweli wakati nyinyi mtahurumiana na mtasaidiana katika maisha ya kawaida, na जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए na sifa zile ni nini? Ni sifa ile ni hii kwamba mnapenda kitu ambacho unachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu. ये नहीं Mkionyesha sifa hii basi ni waaminio. इंसाफ की आवाज़ें बुलंद कर Haitakiwi itokee hivi kwamba kwa ajili ya kupata haki mtu apige kelele kuhusu uadilifu, lakini wakati wa kutoa haki za wengine yeye hafanyi hivi, haonyeshi uadilifu. Basi ikiwa sisi tunakosa utulivu kwa sababu ya kupata uadilifu haki zetu, sisi tunatakiwa kwa ajili ya wengine pia tuwe na kiwango hiki na tuwe na hali hii kwamba tuonyeshe uadilifu. Wakati sisi wenyewe tunatakiwa tusamehewe na tusikamatwe, tusiadhibiwe katika na sisi tusiadhibiwe katika hali hii. Ikiwa mtu mwingine anakosea, anafanya makosa katika hali hii, tunatakiwa tumsamehe. Ikiwa yule mtu si mkosefu ambaye anafanya makosa kila siku, basi katika hali hii tunatakiwa tumsamehe. Ndiyo, गलती हाँ अगर किसी गलती से ikiwa जमात kwa sababu ya kosa lolote jumuiya inapata hasara au ये फर्दी गलती नहीं होती taifa linapata hasara, basi hii si kosa la mtu binafsi, bali katika hali hii dhambi ile, kosa ile ni la taifa, na katika hali hii idara za nchi zinafanya uamuzi. Mtu hawezi kutoa uamuzi wake. Hazur anasema kwamba naeleza kwamba katika mahusiano yetu ya jamii ya kila siku मामलात में जो हम अपने लिए हक समझते हैं wakati wa kuwatendea wengine, ikiwa tunaona kwamba kitu fulani ni haki yetu, je, sisi tunampatia mtu mwingine pia ile haki yake, au sisi tuna mawazi ya kumpatia haki au la? दोस्त अब हैं बहन भाई हैं Kwa mfano ni nyumba, kule kuna wazazi, ndugu, vile vile kuna jamaa wengine. पैमाने पर Wakati katika kiwango cha अपने छोटे से हल्के में ndogo, katika kiwango hiki cha nyumbani, ikiwa tunakuwa na fikira ya kusaidiana na kuwapatia haki, basi katika hali hii tunaweza kuwapatia haki ya watu wengine pia. Katika hali hii tutakuwa na mawazo ya kuwasamehe wengine zaidi, na tutakuwa na mawazo ya kuwasaidia wengine zaidi kuliko kupata haki zetu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu pia ज़ाहिरी हकूक़ और ज़रूरियात ame के साथ साथ amesema kwamba tunatakiwa tutimize haki za wengine
vile vile ametuamuru na ametukumbusha kwamba tuwe na tabia ya kuwasamehe wengine. अल्लाह ताला के कुरान करीम Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema allazina yunfikuna fi sarrai wa zarrai wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yani wale wanaotumia katika njia ya Mwenyezi Mungu katika dhiki na faraja, na wanapata ushindi juu ya ghadhabu yao na wanasamehe wengine, basi Mungu anawapenda wale wanaofanya ihsani. बस इसमें Basi katika aya hii अल्लाह ताला ने kwanza Mwenyezi Mungu अल्लाह ताला के उन बंदों के हक की अदायगी के लिए खर्च करने की तरफ तवज्जो दिलाई। kwanza Mungu amekumbusha kwamba mali itumiwe kwa ajili ya kutimiza haki za watumishi wake wengine ambao wanahitaji msaada wa wengine. मौसम तो है ही वो Hazur anasema mwenye ihsani ni yule ambaye anawasaidia wengine फायदा पहुंचाने वाला, na anawapatia faida नेकियों पर कायम रहने वाला, na anaendelea kufanya wema चलने वाला, na anafuata njia ya uchamungu. जो नेकियों पर कायम रहने वाला Basi yule ambaye anaendelea kufanya mema को फायदा na anawapatia faida wengine kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na vile vile anawafaidi wengine kwa kufuata njia ya uchamungu, bila shaka yule mtu हकूक की अदायगी में katika kutimiza haki za watumishi wa Mwenyezi Mungu hataki malipo yoyote. Yeye anawasaidia kwa kujificha na vile vile kwa kidhahiri pia kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. जब ये हालत इंसान में पैदा हो तो वो फिर खुदगर्जियां नहीं दिखाता। Na mtu anapokuwa na sifa ya aina hii, yeye hawezi kufanya kazi yoyote kwa ajili ya kuonyesha wengine. Yeye hawezi kutaka ubaya kwa ajili ya nduguye, na watu wa aina hii wanapata maendeleo ya kiroho pia. Kisha watu wa aina hii wanahesabiwa pamoja na wale watu, kwao Mungu anawapenda. फिर अल्लाह ताला फरमाता है Kisha Mungu anasema ये भी निशानी है alama ya Muhsinin ni hii pia, kwamba wao wanapata ushindi juu ya hasira yao na juu ya jazba yao, na wao ऐसी हालत wanakuwa na ushindi ya aina huu tu, kwamba si katika hali ya hasira, बल्कि जज्बात bali काबू में रखने का, बल्कि जज्बात hawapati ushindi juu ya hasira tu, bali wao इसका इम्तिहान उस वक्त होता होगा wanapata ushindi गुस्सा दबाने के बाद juu ya hali ile ambayo baada ya kupata hasira analazimika kuwasamehe wengine. कोई मामूली बात नहीं। बात Kitu hiki si kitu cha kawaida, au sifa hii si sifa ya kawaida, kwamba mtu के गुस्से और बदले के जज्बात को mtu से निकाल के जज्बात anatoa nia ya kuadhibu बिना आए wengine, yani yeye asipate hasira, vile vile asiwe na nia ya kuadhibu wengine kwa sababu ya makosa yake. न सिर्फ ये Na si hii tu निकाल दिया जाए गुस्सा kwamba yeye anatoa hasira katika moyo wake, bali एहसान भी करते yule aliyefanya makosa बहुत बड़ी बात yeye afanye ihsani juu yake. Kitu hiki ni kikubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu anataka मोमिन में ये बातें ज़्यादा हैं। sifa hizi zipatikane ndani ya muaminio. रवायात में Katika riwaya kuna tukio la Hazrat Hasan radhiallahu ta'ala anhu kwamba mtumwa wake alikosea juu ya jambo fulani. Kwa sababu ya hii yeye alipata hasira sana na alitaka kumwadhibu. गुलाम ने आयत का ये हिस्सा Katika hali hii yule mtumwa akasoma aya hii kwamba walkazimina alghaiza, और वो जो गुस्सा दबाते yani wale ambao wanapata ushindi juu ya hasira yao. Kwa kusikia aya hii Hazrat Hasan akabadilisha nia yake na hakumwadhibu yule mtumwa wake. और जरूरत पैदा हुई तो गुलाम Kwa sababu ya hii yule mtumwa akapata ujasiri zaidi, akasema walafina, yani waaminio wanawasamehe watu kwa sababu ya makosa yao. अल्लाह ताला के हुक्म Kwa sababu ya hii sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, Hazrat Hasan akasema kwamba
wewe naenda, nimekusamehe. इस बात पर गुलाम को मजीद जरूरत कर Kwa sababu ya hii yule mtumwa akapata ujasiri zaidi, akasema wallahu yuhibbul muhsinin, ताला एहसान करने वालों yani wale wanafanya ihsani Mwenyezi Mungu anawapenda. Kwa kusikia hii, Hadrat Hasan radhiallahu ta'ala anhu akamwambia yule mtumwa kwamba nenda, mimi nimekuacha uhuru, nimekupatia uhuru, unaweza kwenda mahali popote unapotaka kwenda. Basi अल्लाह ताला का wale इख्तियार करने wanaotaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanaotaka ucha Mungu, vitendo vyao vinakuwa wa aina hii, कसूरवार kwamba si hii tu kwamba wao wanasamehe dhambi, makosa ya yule aliyekosea, bali wao wanafanya ihsani juu yao. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusiana na aya hii anasema, की याद रखो, kumbukeni शख्स याद रख सख्ती करता है mtu ambaye anaonyesha ukali na anapata ghadhabu, मारफ और हिकमत की बातें yule mtu hawezi kutoa maarifa, maneno ya maarifa na ya elimu, na moyo ule unakosa mambo ya hekima. जल्दी तैश में आकर के सामने Yule mtu ambaye anapata hasira dhidi ya mdui wake, के होंठ लतायत के चश्मे से बेनसीब yule ambaye ni mchafu, yeye hawezi kutoa maneno ya hekima na maarifa. Yani yule mtu ambaye anatukana wengine, yule ambaye anazungumza maneno yasiyo na maana, जो ऐसी बातें yule mtu हिकमत की बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, ambaye anakuwa na tabia hii, yeye hawezi kupata mambo ya hekima na hawezi kupata maneno ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Akasema yule ambaye anakuwa na mwenye ghadhabu sana, yeye anakosa akili na ufahamu, yeye hawezi kupata ushindi katika uwanja wowote wa maisha. जब ये ज़्यादा बढ़ता है Mtu anapokuwa na ghadhabu, basi anakuwa mwenda wazimu. फरमाते हैं कि याद रखो, Anasema basi kumbukeni, जोश में खतरनाक दुश्मनी है, akili na hasira si kitu kimoja, bali kuna uadui baina ya vitu hivi viwili. Akasema wakati mtu anapopata hasira, katika hali hii mtu hawezi kuwa na akili yake, lakini yule anayeonyesha subra, उसको एक नूर दिया जाता है basi yule mtu anapewa nuru kwayo, katika katika elimu yake na maarifa yake nuru mpya inapatikana. Kisha nuru inapatikana kwa kupitia nuru katika hasira na jazba, kwa sababu akili yake inakuwa na giza, basi giza inapatikana zaidi kwa sababu ya giza yake. Basi mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mafundisho ya hekima sana, फैसले करते वक्त kwamba wakati wa kutoa uamuzi, ikiwa अगर किसी के खिलाफ भी इंसान हो, किसी शख्स के खिलाफ ikiwa mtu ni kinyume na maoni ya mtu mwingine, ऐसा मामला तब भी सोच समझ कर katika hali hii pia yule anayetoa uamuzi anatakiwa atoe uamuzi kwa kufikiria sana, asitoe uamuzi kwa sababu ya hasira yake. Baadhi wakati tunalazimika kuadhibu wengine, lakini kwa kupata ghadhabu na hasira haturuhusiwi kuadhibu wengine. सजाओं का तस्वर है Katika Islam kuna mafundisho ya kuadhibu wengine, lakini Mungu ameweka kanuni yake na masharti yake. Ikiwa mtu anaadhibu kwa sababu ya hasira, katika hali hii mtu anakuwa mbali na hekima, vile vile anakuwa mbali na uadilifu. Ndiyo maana Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema kwamba ikiwa mnaadhibu kwa sababu ya hasira yenu, basi hii itaonyesha ukali wa mioyo yenu. सख्त हो जाएं Wakati mioyo inapokuwa मारफ और हिकमत की बात makali, katika hali hii mtu hawezi kutoa maneno ya maarifa. Katika hali hii mtu anakosa akili yake. Ndio maana Mungu amesema kwamba mupate ushindi juu ya hasira yenu na mupate या ना देने का फैसला करें utulivu. Katika hali hii mnaweza kutoa uamuzi wa hasira au kumsamehe, na ninyi mna hiari ya kuadhibu au kuwasamehe. Kwa ajili ya kupata ushindi juu ya hasira, mtu anatakiwa awe na subira. Kwa hiyo kuna haja ya kuongeza kipimo cha subira. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema kwamba yule ambaye anakuwa na subira anapata nuru ya hekima, अल्लाह ताला की रस्सी गिराने
yeye anapata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mtu ambaye anatoa uamuzi kwa kufuata subra, basi yule mtu anapata mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na katika maamuzi yake yeye hawezi kufanya haraka, bali kwa kufikiria sana anatoa uamuzi. तफसील में जाकर Bali wale watu kwa kuzingatia kwa makini sana wanatoa maamuzi. मैंने कहा Hazur anasema hii pia iwe wazi, kama nilivyosema kwamba kila mmoja hakupewa nafasi ya kuadhibu wengine au ruhusa ya kuadhibu wengine. और मेरी अकल सजा देने का कहती है। Mtu akisema kwamba mimi nilifikiria na akili yangu inasema kwamba ni muadhibu, basi ni mimi na muadhibu. तो आप इस ज़माने में मुतलका इदारों का Kumwadhibu mtu siku hizi ni kazi ya idara za nchi mbalimbali. कसूरवार को खुद कर सकता है। Bila shaka akili inaweza kusema kwamba mtu fulani anatakiwa apewe adhabu, lakini kwa ajili ya kumwadhibu yule mtu tunataka msaada wa idara husika. सामने रखे इंसान Ikiwa tukizingatia jambo hili kila wakati, katika hali hii लड़ाइयाँ हो रही होती हैं mambo madogo madogo yanayopatikana katika maisha yetu, madogo yale hayatapatikana. और रकम का ज़िया हो रहा होता है। Na kwa sababu ya hii kesi inayofanywa ile hali pia itaondoka, na wakati pia haitapotezwa kwa sababu ya kesi. Ikiwa mahakama अदालत मिल जाने पर inasamehe mtu mmoja au kundi moja, katika hali hii मजीद बढ़ता है। kundi lingine linapata ghadhabu sana, kwa nini huyu amesamehewa au kwa nini hakupewa adhabu kali? Basi kwa sababu ya hii anapeleka kesi yake katika mahakama mkuu, na mambo yanayopelekwa mahakamani si makubwa sana, bali yanakuwa madogo madogo. Katika kadhaa pia mambo haya madogo madogo yanaletwa. Baadhi wanajumuia wanasema kwamba sisi hatutaki tupate uamuzi kutoka kadhaa, ila hali mambo yao yanakuwa si makubwa sana ya aina hii kwamba yale yapelekwe katika mahakama ya dunia. और इस वजह से वो नुकसान भी कर रहे होते Wanapofanya hivi, basi wao wanapata hasara wenyewe. हैं। अल्लाह ताला ने हमें गुस्सा दबाने के बाद Mwenyezi Mungu माफ़ करने का कहा है। amesema baada ya kupata ushindi juu ya hasira sisi tusamehe. Yeye hakutoa amri hii bila hekima kwamba sisi tuendelee kusamehe wengine, bali kwa kueleza hekima ya adhabu na msamaha alisema mutoe uamuzi mzuri. Mwenyezi Mungu anasema wajazao sayyatin sayyatun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. वजज़ाओ सय्यतिन wajazao sayyatin sayyatun misluha, और बदी का बदला malipo ya ubaya ni sawa na ubaya uliofanywa. Basi yule anayesamehe kwa sharti hii kwamba anakuwa na nia ya kurekebisha hali ya mwingine, basi ujira wake ni juu ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mungu hapendi wale ambao ni wadhalimu. बस असल चीज़ Basi kitu haswa, kitu cha msingi एहसास दिलाकर ni kwamba mkosefu akiri kosa lake na arekebisha hali yake, si nia hii kwamba माल ज़ाया करवाना, अपना ही वक्त ज़ाया करना, mtu alipize kwa sababu hii apoteze muda wake na mali yake pia, उन पर बज़नियाँ करना। na vile vile kufanya dhana mbaya juu ya idara mbalimbali za jumuiya. Ikiwa mtu anarekebisha hali yake kwa sababu ya msamaha, katika hali anatakiwa asamehewe. Ikiwa kumwadhibu ni vizuri, basi katika hali hii na sawa na hekima ni hii kwamba aadhibiwe. Katika hali hii jambo linatakiwa lipelekwe idara husika. इसको हिकमत Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu amri hii ameandika sehemu chungu mzima. Sehemu moja anaandika katika Tariqul Qulub इंसाफ की रूह से, kwamba बदी की सजा की रूह से, कानूनी इंसाफ की रूह से sawa na kanuni ya uadilifu, उसी कदर बदी है। kila ubaya unaadhibiwa sawa na ubaya wake. Lakini ikiwa mtu anasamehe yule aliyekosea,
lakini sharti yake ni kwamba yule aliyekosea arekebishe hali yake. Isiwe hii kwamba kwa sababu ya kumsamehe yeye awe apate ujasiri zaidi na afanye makosa zaidi. Basi yule mtu akimsamehe atapata ujira mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha katika Barahini ya Ahmadiyya Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba kwa sababu ya makosa kanuni ni hii kwamba yule aliyekosea apate adhabu sawa na makosa yake, lakini yule kwa kumsamehe anarekebisha hali yake. Yani yeye asimsamehe kwa sababu ya kusamehe kwake matokeo yawe mabaya, lakini ikiwa matokeo ni mazuri kwa sababu ya kumsamehe na yule mtu anarekebisha hali yake, basi kitu hiki ni kizuri sana. Na isije katokea kwamba kwa sababu ya kumsamehe mambo yanaharibika zaidi. Ikiwa hali hii haipatikani, Mungu anasema kwamba yule anayesamehe basi atapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kusamehe ni katika hali ile tu wakati mkosefu anaonyesha kwa vitendo vyake kwamba yeye hatafanya kosa lile katika siku za usoni. Watu wengine wanakuwa wakosefu ambao wamezoea, na baada ya kufanya kila kosa wanaomba msaha. Watu wa aina hii wanatakiwa waadhibiwe, kisha wao waadhibiwe katika hali hii kwamba waweze kurekebisha hali yao. Kisha sehemu moja Sayyidina Ahmad al-Islam amesema malipo ya ubaya ni sawa na ubaya uliofanywa, lakini yule mtu anayesamehe, lakini sharti ni kwamba kwa sababu ya kumsamehe hali inarekebika, basi Mungu ataridhika naye na Mungu atampatia ujira wake. Basi ndani ya Qur'an tukufu Mungu hataki kwamba kila mahali mtu aadhibiwe, wala Mungu hasemi kwamba kila mahali mtu asamehe, bali mtu anatakiwa achunguze hali ilivyo na azingatie faida ipo katika kusamehe au katika kuadhibu. Na inatakiwa uamuzi utolewe sawa na hali ya mtu, na hii ndiyo ni maana ya mafundisho ya Qur'ani tukufu. Si maana hii kwamba bila kuwa na msingi wowote mtu aanze kumwadhibu mwingine au aanze kumsamehe wengine, bali Mungu ameweka mipaka na mtu anatakiwa awe ndani ya mipaka hii. Vile vile mtu anatakiwa azingatie kwamba faida itapatikana katika kusamehe, katika kuadhibu. Hii ndiyo ni hekima ya kuadhibu na kusamehe. Yani mtu anatakiwa azingatie kwamba mtu amerekebisha hali yake. Sisi tunaona siku hizi kwamba watu wanaadhibiwa kwa sababu ya makosa yao yote, kisha watu wanapelekwa gerezani ili warekebishe hali yao. Lakini katika nchi hizi za maendeleo ni hali ni aina hii kwamba wale wanaochunguza hali ya magereza wanasema watu wanapopelekwa magerezani hali yao inakuwa mbaya zaidi kuliko zamani. Kwa sababu ya hali hii inapatikana, kwa sababu ya hii wale wanawadhibu wanafuata kanuni tu, na wao hawana hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Waaminio wamepewa mwongozo huu kwamba wao wanatakiwa wawe na tabia ya kusamehe wengine, na kwa kuona hali ya makosa na hali ya aliyekosea, uamuzi unatakiwa utolewe. Mwenyezi Mungu hataki kwamba muendelee kusamehe wengine kwa kufunga macho yenu, wala Mungu hataki kwamba ninyi muendelee kuadhibu watu bila kufikiria kitu chochote au faida yake. Kwa sababu ya kuendelea kuwasamehe wengine, jamii inaharibika. Vile vile kwa sababu ya kuadhibu watu, hasira inazidi na ghadhabu na husuda inazidi. Kwa sababu ya hii chuki na ukuta wa chuki unapatikana katika jamii na utulivu unakosekana katika jamii. Hazur anasema ikiwa sisi tukichunguza hali ya mazingira yetu
tutakuta कि वो लोग watu का कसूर किया गया हो ambao walifanyiwa makosa तलबा करते हैं wao wanataka kwamba mkosefu lazima aadhibiwe ile kwa ajili ya wengine ghadhabu hii iwe mafunzo किसी किस्म की गलतियां करने की किसी की जरूरत ना हो ili wengine wasiweze kukosea na wale ambao ni wakosefu waliokosea wanasema kwamba tunatakiwa tusamehewe siku hizi kuna idara za human rights chungu mzima idara hizi zinafanya kazi nzuri pia करवाने में भी बहुत ज़्यादा lakini रात से idara hizi kwa sababu ya kwa ajili ya kuwasamehe watu माफ़ करवाने की कोशिश zinapita mipaka yao na idara hizi zinataka watu wote wasamehewe दीन के और vile vile अल्लाह के और अहकामात की wale रखते हैं अहकामात की वो भी कहते हैं wale watu ambao wanakuwa na elimu ya dini kidogo wao pia wanasema kwamba Mungu amesema tuwasamehe wengine kwa hiyo tunatakiwa tuwasamehe hawa wakosefu wote kwa sababu Mungu pia anawasamehe basi nyinyi pia kwa kutimiza haki za watu muwasamehe hawa हर एक अपने कसूरवार को माफ़ करे kwa और जुमानी तौर binafsi pia kila moja asamehe mkosefu vile vile chini ya jumuiya nidhamu ya jumuiya pia watu wasamehewe bila kujali faida ya jumuiya au hasara ya jumuiya ili haki za watu zitimiwe au zitimizwe watu wanaosema maneno ya aina hii kwa upande zote mbili मुजरिम होते हैं hawa या इंसाफ से wanakuwa wakosefu हक पे फैसला करवाना चाहिए ambao wamezoea au wanataka uamuzi utolewe katika haki yao अल्लाह ताला के हुक्म upande mmoja wanafanya makosa kisha kwa ajili ya kusamehe makosa yao wanatoa mafundisho wanaeleza mafundisho ya Qur'ani tukufu कोई कसूर करे लोगों का अगर इनका कोई कसूर करे ikiwa hawa watu wanakosewa na wengine wao hawataki kuwasamehe yule aliyewakosea bali wanataka wale waliokosea wapate adhabu basi hapa kanuni yao inabadilika इस हुक्म को भूल जाते हैं wakati ule wanasahau amri hii kwamba nyinyi mupende kitu kwa ajili ya wengine mnachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu नहीं करना चाहते इस vile vile wale watu ambao hawataki kuwasamehe wengine na wanataka lazima mkosefu aadhibiwe wao pia ikiwa kuna mambo kuhusu nafsi yao wanaomba msamaha na wanasema kwamba kusamehe ni sifa nzuri ni tabia nzuri बुजुर्गों की बातों को रद्द करता islam inakataa maoni ya hawa wote wawili na islam inatoa uamuzi ambao ni uamuzi wa uadilifu kwamba ikiwa ninyi mnayakini kwamba kwa sababu ya kusamehe yule mtu atarekebisha hali yake katika hali hii ni vizuri yule mtu asamehewe na msamehe नजर आती है ikiwa hii inaonekana waziwazi kwamba bila kumwadhibu yule mtu hatarekebisha hali yake katika hali hii lazima yule mtu aadhibiwe बहरहाल ये तो इस्लाम की एक असूल basi haya ni mafundisho ya msingi ya dini tukufu ya islam sasa किस हद तक माफ फरमाया tunaangalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiasi gani alikuwa akisamehe na kuhusu hii aliwasihi nini masahaba zake हसन की मैंने मिसाल दी थी nimetoa mfano Hazrat Imam Hassan मुलाजम की एक गलती को माफ कर kwamba yeye alimsamehe mtumwa wake alipokosea lakini kosa lile lilikuwa kosa ndogo कि महाराज तो हमें माफ करने की महाराज हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आती tunakuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwasamehe watu kushinda wengine wote hata wale watu ambao uamuzi ulitolewa waadhibiwe mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe wale watu pia है गुरुवार को माफ नहीं किया mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasamehe wale watu waliokosea kuhusu wengine bali aliwasamehe wale waliokosea kuhusu yeye aliwasamehe wale ambao walitaka kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao walirekebisha hali yao katika riwaya tukio moja linapatikana mtu mmoja Ibar bin Aswad रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब पर alimshambulia Hadrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha wakati yeye alipohamia kutoka Maka kwenda Madina na binti yake alikuwa mjamzito
wakati yule alipomshambulia. Kwa sababu ya mashambulio haya yule binti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki. Kwa sababu ya tukio lake hili uamuzi uliotolewa auawe Hebar. Wakati ushindi wa Maka ilipopatikana yule mtu alikimbia kutoka Maka, मदीना वापस तशरीफ लाए lakini baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia tena Madina, huyu Hebar alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, nakuomba msamaha wako, फरार हो गया था, mimi nilikimbia kwa sababu ya kuogopa kwako, lakini वापस ले आया। kwa sababu ya msameha, kwa sababu ya ghufira na kwa msamaha wako nimerudi tena. Ewe nabii wa Mungu, sisi tulikuwa wajahili washirikina, kwa kupitia wewe Mungu alitupatia mwongozo na alituokoa katika maangamio. Mimi nakiri dhambi zangu zote, basi usamehe ujahili wangu na usamehe dhambi zangu. Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimsamehe yule mtu aliyemua binti yake, और फरमाया na akasema, अहबार, फरमाया मैंने तुझे माफ किया। nenda ewe ahbar, nimekusamehe. और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला का ये एहसान Kisha akasema hii ni ihsani ya Mungu इस्लाम kwamba कबूल करने की तौफीक अता yeye alikujalia uwezo wa kusilimu. हो गई। Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona yeye amerekebisha hali yake, basi katika hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe mkatili wa binti yake. Hadhrati Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam का इंतकाम नहीं लिया। hakumwadhibu mtu yeyote kwa sababu ya तो आपने makosa yake aliyefanya kuhusu nafsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. खाना खिलाने वाली यहूदिया को भी Yule mwanamke ambaye alitia sumu katika chakula chake mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe, ingawa athari ya sumu pia ilipatikana juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. हिंद Kisha Hind के उहद में ambaye katika vita ya Uhud बस हमजा का हौसला किया था। alikata viungo wa mjomba wa mtume Muhammad, baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita. Alikata masikio yake na pua lake pia, na औरतों के साथ मिलकर उसने बैत कर ली। yeye pamoja na wanawake wengine wakati wa ushindi wa Maka akasilimu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Kwa sababu ya maswali yake kadhaa mtume sallallahu alaihi wasallam akamtambua na akamuuliza kwamba, je, wewe ni Hind? Yeye akasema ndiyo, mimi ni binti mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa mimi nimeshakuwa Muislamu kwa moyo wangu wote. Yoyote iliyopita basi naomba msamaha kwa sababu ya makosa yangu yale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe yule mwanamke aitwaye Hind. ऐसा असर हुआ Hind aliathirika kwa sababu ya msamaha wake kiasi hiki kwamba hali yake ilibadilika na yeye akawa Muislamu mzuri. Hata siku ile ile aliposamehewa, दावत की alimwalika mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya chakula, na akachinja mbuzi mbili na akapika chakula, na wakati alipopeleka chakula akasema kwamba siku hizi tuna upungufu wa wanyama, kwa hiyo nimekutumia zawadi hii ndogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maombi, Mola uweke baraka sana katika mbuzi ya ऐसी Hind. Kwa sababu ya maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam baraka ilipatikana kiasi hiki kwamba Hind alikuwa hawezi kuangalia mbuzi wake. की तमाम Abdullah bin Ubay bin Sulul ambaye kila moja anamjua alikuwa तमाम तो उसकी गुस्ताखियों के बावजूद kiongozi wa wanafiki. Yeye alifanya makosa mengi, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe, hata alisali jeneza yake. Ingawa katika hali hii kwamba Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anasisitiza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam usisali jeneza yake kwa sababu yeye ni mnafiki. एक मशहूर Ka'b bin Zuhair ni mshairi ambaye ni maarufu sana. Yeye kwa sababu ya mambo kadhaa adhabu ilitolewa kuhusu yeye. Baada ya ushindi wa Makka, ndugu yake akaandika से या बहादुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि kwamba uje na umwombe msamaha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye akaja Madina na akakaa kwa rafiki yake moja, मस्जिद नबी में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा किया। na akaswali swala ya alfajiri नमाज के बाद pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya swala
akamwomba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ewe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kaab bin Zuhair amekuja na ametubu na anaomba msamaha kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamtambui kwa uso wake. Kwa hiyo yule rafiki yake akasema, ikuwa na niruhusu mimlete hapa mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sawa, umlete mbele yangu. Kwa kusikia hii, huyu mtu akasema kwamba, ewe mtume, mimi ni Kaab bin Zuhair. Aliposema hayo, ansari moja mwenyeji wa Madina akataka kumuua, lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, huyu ameomba msamaha, basi umwache, umsamehe. Kwa hiyo baada ya tukio hili akaandika kasida moja kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya kasida hii mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi na akampatia shuka lake kama ni zawadi. Hii ilikuwa kiwango cha msamaha wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alikuwa si samehe tu, bali alikuwa akitoa zawadi na alikuwa akiwaombea watu pia. Kuna mifano chungu mzima ya msamaha wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na msamaha ulifika mahali ambapo kwa kuona msamaha mtu anashangaa. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, wale wanaokuwa watumishi wa Mungu walitukanwa sana, walisumbuliwa sana, lakini wao ariz anil jahilin walionyesha tabia hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alisumbuliwa sana, aliteswa sana, alitukanwa sana, maneno machafu yalitolewa dhidi yake, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa mfano mzuri wa hulka njema, yeye alifanya nini? Yeye aliwaombea, na kwa sababu Mungu aliahidi kwamba huyu nabii ataepukana na majahili, na Mungu alisema tutalinda heshima yako, na watu wa mitaa hawawezi kumshambulia. Na hivyo ndivyo ilivyotokea, kwamba wapinzani hawakuweza kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao wenyewe walifedheheka na walimuomba msamaha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au waliangamia mbele ya macho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi nini masahaba zake kuhusu msamaha? Kuhusiana na hii, katika riwaya matukio chungu mzima yanapatikana. Naeleza tukio moja. Safari moja mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah, mimi nina mtumwa mmoja ambaye anafanya makosa sana, je, ni muadhibu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umsamehe mara 70 kila siku, yani umsamehe sana kila siku. Basi hii ni hali ya msamaha na watu ambao ni wafanyakazi au watumwa. Nieleze hapa kwamba siku hizi watumwa hawapatikani, lakini wale ambao wanaofanya kazi sehemu mbalimbali wanatakiwa watimize haki yao, watimize haki zao. Hawatakiwi wao endelee kufanya makosa kwa sababu ya hii, kwamba watasamehewa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kwamba yule mtu ambaye amepewa kazi yoyote anatakiwa atimize haki ya kazi yake. Kwa hiyo amri imetolewa upande zote. Ikiwa mtajiri ameambiwa asamehe, asipate hasira, pamoja na hii wafanya kazi pia wameambiwa kwamba wao watimize majukumu yao. Kuhusu msamaha na ghufira kwa kutusihi, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, kwa ajili ya kutayarisha jumuiya hii, lengo ni hili kwamba ulimi, masikio na macho, kutoka kwa vitu hivi vyote uchamungu upatikane, na nuru ya uchamungu ipatikane ndani yake na nje yake, na yeye awe mfano mwema wa hulka njema, na yeye asipate hasira bila kuwa na sababu yoyote. Amesema, nimeona
wafuasi wangu wengi bado wanapata hasira sana kwa sababu ya mambo madogo madogo. Wanaanza kupata ghadhabu na hasira na husuda na wanaanza kuitilafiana. Watu aina hii hawahusiki na jumuiya yangu. Akasema katika hii kuna ugumu gani ikiwa mtu ametukanwa yeye akae kimya asimjibu? Kila jumuiya inarekebika kwa sababu ya hulka njema. Inatakiwa mwanzoni kwa kuonyesha subra apate maendeleo katika malezi yake. Na dawa nzuri ni kwamba ikiwa mtu anatukanwa basi afanye maombi kwa ajili ya yule aliyemtukana. Yani mtu anatakiwa kwa kutumia subra arekebishe hali yake na arekebishe hali ya wengine. Na dawa ya kurekebisha hali ya mwingine ni hii kwamba afanye maombi kwa ajili ya mwingine, basi Mungu atarekebisha hali yake. Na hatakiwi awe na husuda moyoni mwake na wala ghadhabu. Mungu hapendi kwamba subra na msamaha ambao ni sifa njema, badala ya sifa hizi mtu awe na tabia ya wanyama. Ikiwa nyinyi mtapata maendeleo katika hulka njema, mtafika karibu na Mungu haraka sana. Akasema hii ni kweli kwamba watu wote hawana tabia ya aina moja, kila moja anakuwa na tabia yake. Ndiyo maana ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema kullu ya'malu ala shakilatihi, yani kila mmoja sawa na maumbile yake anafanya vitendo, sawa na tabia yake anafanya vitendo. Anasema watu wengine ikiwa wanakuwa na hulka njema na upande mwingine wanakuwa dhaifu katika hulka fulani. Ikiwa hulka moja ni nzuri lakini hulka nyingine si nzuri, lakini mradi wake si hii kwamba mtu hawezi kurekebisha hali yake. Kila moja anakuwa na tabia yake. Wengine wanakuwa na hulka njema sana, lakini katika hulka nyingine wanakuwa wadhaifu. Lakini amesema mradi wake si hii kwamba mtu hawezi kurekebisha hali yake, yani yeye hawezi kufuata hulka njema zote. Basi watu wanakuwa na tabia ya aina mbalimbali. Ikiwa wanakuwa na udhaifu, lazima wanakuwa na sifa pia. Si hii tu kwamba mtu anakuwa na makosa tu, yeye hana sifa njema. Ikiwa mtu anakuwa na makosa, anakuwa na udhaifu, anakuwa na sifa njema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka kwamba sisi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu turekebishe hali yetu na tufuate hulka njema ambayo ni sifa ya muaminio mkweli. Yani tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi ya kuondoa makosa yetu na udhaifu wetu, na tunatakiwa tufanye juhudi ya kitu hiki kwamba tufanye juhudi ya kuleta amani katika jamii yetu. Kwa ajili ya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kitu mnachokipenda kwa ajili ya nafsi yenu, basi kile kitu mupende kwa ajili ya ndugu yenu pia. Mwenyezi Mungu atujalie uwezo huu kwamba tuweze kupata hali hii na sifa hizi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.